Simba inakaribia kumaliza mchakato wa kumpata kocha mpya wa kuiongoza timu hiyo baada ya Disemba 2 mwaka huu kuachana na Dimitar Pantev kwa makubaliano ya pande mbili. Katika mchakato huo kusaka kocha, Simba ilikuwa kwenye mazungumzo na Mohamed Sahli, raia wa Tunisia ambaye inafahamika upande wa bodi ya kurugenzi ya klabu ilimtafuta wakitaka kujua utayari wake wa kuifundisha timu hiyo na maslahi kwa ujumla. Lakini inafahamika pia Simba inahitaji kocha ambaye hana gharama kubwa na angalau akubali kulipwa dola 15,000 ikiwa ni sawa na shilingi milioni 37 za Kitanzania kwa mwezi. Hesabu za Simba kwa Sahli zilikuwa ni kumpata kocha huyo ambaye mbali na ubora wa mbinu zake pia kuifahamu kwake vizuri Esperance ambayo watacheza nayo Januari mwakani katika mechi 2 za Ligi ya Mabingwa Afrika, kundi D, ugenini na nyumbani, kutokana na kuwahi kufundisha soka nchini Tunisia inapotokea klabu hiyo. Hata hivyo Simba iliweka mtego, ikimkosa Sahli basi ibaki anga hizo za ukanda wa Afrika Kaskazini kusaka kocha atakayekuwa anafahamu mbinu za timu za Waarabu ili iwe rahisi kutoboa watakapokutana na wapinzani hao. Lakini sasa kushindwana na Sahli, Simba imerudisha majeshi kwa Miguel Gamondi ambaye kwa sasa ni kocha mkuu wa Singida Black Stars, pia ni kaimu kocha mkuu wa Taifa Stars, akiwa na kikosi hicho kinachojiandaa na fainali za Kombe la Mataifa Afrika AFCON 2025 zitakazoanza wikendi hii nchini Morocco. Mbali na Gamondi, Simba inatajwa kumpigia hesabu kocha wa zamani wa Burkina Faso aliyekuwa akimnoa Stefan Aziz Ki, Hubert Velod. Na kwa Gamondi, Simba inamlenga kocha huyo kutokana na kulifahamu vizuri soka la Tanzania, hali ambayo kama akitua hapo haitamchukua muda mrefu kuzoeana na wachezaji. Pia ana uwezo mkubwa wa kuiongoza timu katika mashindano ya kimataifa, akifanya hivyo alipokuwa Yanga ilipocheza robo finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika msimu 2023-24 kisha 2024-25 na akifikisha makundi ya michuano hiyo akasepa kabla hatua hiyo ijaanza. Msimu huu amewezesha Singida Black Stars kucheza makundi Kombe la Shirikisho Afrika kwa mara ya kwanza. Ukiacha hayo, kuna masharti ambayo Simba itayataka kocha mpya kubaliana nayo, ilikiwemo suala la wasaidizi wake, ambapo wekundu hao wanataka mkufunzi huyo aje na wasaidizi wasiozidi 3, huku Seleman Matola awe ndani ya jopo hilo. Inasema kwamba tunataka aje na wasaidizi wake, lakini akija na watu wasizidi 3. Kama msaidizi wake wa kwanza ni sawa, lakini wa pili atamkuta hapa. Unajua watu hawatuelewi. Mnaona alivyoondoka Fado Davids. Vipi benchi zima lingekuwa amekuja nalo, na maana tusingekuwa na kocha. Alivyokuwepo Matola ili tupa nafuu. Nikimnukuu chanzo ambacho alizungumza. Inasema pia hadi kufikia hapa hivi tunavyozungumza, inafahamika ya kuwa mchakato huo ulikuwa na orodha ndefu ya makocha, akiwamo Steve Barker wa Stellenbosch ya Afrika Kusini, ingawa inaelezwa amehitaji fedha nyingi kwenye malipo yake na wakaachana naye japo walimuhitaji sana. Kwa maana hicho ndicho ambacho kinaendelea katika klabu ya Simba Sports hivi sasa. Anayepewa kocha ambaye anapewa chapuo kwa asilimia kubwa sana ni kocha Miguel Gamondi. Nataka uniachie comment hapo chini. Wewe Gamondi unamuona akija kufiti na falsafa ya Simba Sports na ataweza kufanya yale ambayo aliyafanya kama ambavyo tulimshuhudia akifanya na Young Africans akiwa hapa nchini Tanzania? Drop ya comment hapo chini, halafu baadaye nenda kacheze kupitia PMBet kwenye pmbet.co.tz ili uweze kujishindia magari aina ya Toyota SC pamoja na Toyota Harrier. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.